Takribani kilomita 45 kutoka mjini Isiolo, tulifunga safari hadi eneo la Elgwesi linalopakana na mto Ngarindare, ambapo hoteli ya kifahari ya Elgwesi ipo. Eneo hilo pia lipo karibu na Mlima Kenya. Hoteli hiyo ni mojawapo ya hoteli zilizotembelewa na mtoto Malkia Elizabeth wa pili alipokuwa Kenya hapo mwaka jana. Lakini licha umaarufu wake uliopelekea sekta ya utalii kunufaika pakubwa na jamii hii, haina lolote la kujivunia, kwani ufukara umekita mizizi kati yao. Kutana na jamii ya Mukogodo, jamii iliyoishi katika sehemu hii kwa miaka na miaka. Jamii hiyo ambapo hapo mbeleni ilikuwa wawindaji, hivi sasa wamebadilisha mila, tamaduni na miondoko yao, na hivi sasa ni wafugaji mifugo na nyuki. Kutana naye mzee Murijo. Murijo ni mfano wa maelfu ya wakazi kutoka jamii ya Mukogodo ambao wameendelea kuteseka katika limbwi la umaskini licha kupakana na hoteli ya kifahari ya Elgwesi. Hiyo tuhusiki. Si ni watu walisaba tuhusiki na mambo ya lodge. Unapotupa jicho katika sehemu hii ambayo ndiyo makao ya Murijo na familia yake, basi utatambua dhahiri kwamba familia hiyo inaishi kwa umaskini. Murijo mwenye watoto 4 na wake 2 anasema kuwa maisha kwake yamekuwa magumu si haba. Kupata chakula imekuwa kibarua kigumu. Sasa inabidi kama ni kibarua, kama inabidi tununue chakula, tukulage wapi kabla hiki kibarua ishe. Zaidi ya hayo, familia hiyo imezidi kubaguliwa na jamii ya Kimasai ambapo pia inaishi katika sehemu hiyo na inamiliki hoteli hiyo ya kifahari ya Elgwesi. Mwanawe kufungua mimba wa Murijo anatuarifu kuwa watoto na vijana wa jamii hiyo wamebaguliwa na jamii ya Wamasai ambao watoto wao wamenufaika na hazina ya masomo kutoka hoteli hiyo, huku pia wakipata ajira, ili hali vijana kutoka jamii ya Mukogodo wakiendelea kukosa elimu. Elgwesi hakuna ile kitu nasaidia, tuseme watu wale wanakaa tu namna hii nyumbani. Ile mtoto tu amepita kwa shule vile nimesema ndiye anasaidiwa. Changamoto zingine kama ukame uliokumba sehemu nyingi nchini pia hazikuisaza jamii hiyo, na sasa wanaomba msaada kutoka kwa serikali. Lakini sasa kula nguvu ni hizi githeri tu ndio nguvu nyingine, hakuna nguvu nyingine. Siku hizi hakuna shanyama na maziwa, siku hizi tuko same. Ule mtu uko Nairobi, ile kitu anakula ni hivyo. Wanyama wa pori pia wameendelea kuathiri ukulima wao punde wanapojitahidi katika kilimo. Hiyo inasimama kwa hiyo mashamba mpaka asubuhi kukula huko. Mashamba kukula. Hata saa hiyo vijana wengine walienda usiku huko kwa kujaribu kuwatoa kwa shamba, inakuwa ngumu kuwatoa wakatoka kwa shamba. Sasa ile kitu sisi nataka isaidiwe, tuseme sasa hiyo mambo ya ndovu tunaanza kulima. Ni taswira ambayo haieleweki, kinaya kwamba wakazi walioizingira hoteli kubwa ya kifahari kama Elgwesi na vipi wasinufaike. Josephine Maina, makala ya masuala ya jamii, kaunti ya Laikipia Mashariki.